Samueli wa kwanza, Samueli wa mbere, sura 25, mstari wake wa 18. Murongo wa 18. Hiyo ni sifa ya 5. Iyo ni ishimwe rya 5. Tuko pamoja lakini? Turi kumwe mbega? Tuko pamoja? Turi kumwe? Tuko pamoja kweli? Mbega turi kumwe vy'ukuri? Sifa ya kwanza nilisema. Ishimwe rya mbere navuze. Abigaili alikuwa mke mwema. Abigaili ari umugore mwiza. Si ni kweli? Sivyo none? Mizali Imigani sura 13 igice cha 30 mstari wa 10 murongo wa 10 hadi 13 kugeza 31. Sifa ya pili, ishimwe rya kabiri, alikuwa na tabia njema. yarafise ingeso nziza. Sifa ya tatu, ishimwe rya gatatu, aliishi kwa amani na watumishi wake. yabayeho mu mahoro n'abakozi biwe. Samueli wa kwanza, Samueli wa mbere 25 mstari wake wa 14 murongo wa 14. Sifa ya 4, ishimwe rya kane, alikuwa hana kiburi. ntabwo yarafise ubwibone. Samueli wa kwanza, Samueli wa mbere sura yake ya 25 cha 25 mstari wake wa 23 murongo wa 23. Sifa ya 5, ishimwe rya gatanu, alikuwa mkarimu. yari umuntu aciye bugufi. Abigaili alikuwa mkarimu, mtu wa kutoa, umuntu akunda gutanga. alikuwa mkarimu, yari umuntu akunda gutanga. Samueli wa kwanza, Samueli wa mbere sura yake ya 25 cha 25 mstari wake wa 18 murongo wa 18. Niko nakupatia mashairi ndiko ndaguhe mirongo ili uweze kuelewa kama haya ninazungumza kugira ngo ivyo ndiko ndavuga ni neno la Mungu, ni jambo ry'Imana. Haleluya, amen. Sifa ya 6, ishimwe rya gatandatu. Sifa ya 6, ishimwe rya gatandatu, Abigaili alikuwa mwanamke mwenye kuona mbali. yari umugore abona kure. Alikuwa mwanamke mwenye kuona mbali. yari umugore abona kure. Femme de vision, umugore wiyerekwa. mwanamke wa maono, umugore wiyerekwa. wewe unaonaka nini? Mbega wewe macho yako yanarudilia kwa mbega maso yawagarukira hehe? Alitambua matokeo halisi, yaratahuye ingaruka na tabia ya mume wake, ingeso z'umugabo wiwe. alijua kama nikikaa kimya, yamenye ati ninaceceka, nilishaletewa habari, bamaze kumbwira inkuru, watumishi walishaniambia, abakozi bamaze kunibirira, nikitulia hapa ninatekana hano mambo yanaharibika, ibintu biraza kwangira. mimi ni msaidizi, ndi umufasha, naitiwa kumsaidia mume wangu, nahamagariye gufasha umugabo wangu mabaya yasingie ndani ya kugira ngo ibi byinjire mu nzu yanjye. Mu yindi mvugo, alikuwa mkombozi, yari umucunguzi. Amena. Wanawake tunaweza, abagore turashoboye. Kama ukijielewa unaweza, niwitahura urashoboye. Macho yako yanaonaka nini? Amaso yawe abona iki? Au macho yako yanaonaka mabaya ya kwao na mume wako? Cyangwa amaso yawe abona ibibi by'umugabo wawe gusa? Au macho yako yanaonaka tu mama mko gisi ni mchawi? Cyangwa amaso yawe abona uko nyoko au macho yako yanaonaka gisi wa demaini babaya? Cyangwa amaso yawe abona ko nyoko uliingia ndani ya ndoa yako, winjiye mu rugo rwawe, ulimkutanishaka mume wako na dada yake ni marafiki, wasanze umugabo wawe na mushiki wawe, lakini wewe umeingia, ariko wewe winjiye mu rugo ukawatenganisha, urabatandukanya. benye wanaishi kwako leo ababi wawe no munsi kwenu tu, nabi wanyu gusa, bakabo wana bakuyaki kwenu, yuwabo y'umugabo ntago babi wanyu. Macho yako yanaonaka nini? Mbega amaso yawe arabiki? Macho yako yanaonaka nini? Amaso yawe yabona iki? Abigaili aliona hatari. Abigaili abonye akaga, akasimama, arahaguruka. Wewe ukiona hatari unafanyaka nini? Mbega wabonye umwasi ugira gute? Rutajijua, rurimenya. Atajijua ni bya kwake binihusu, arimenya ntago bindeba. Sasa kama bikuhusu weye, nimba bitakureba, mauti kimkamata haraka, urupfu rwamufata bukumbi, nani atabaki mjane? Mbega nindasigara ari umupfakazi. Kama hutaki kujua magumu ya wajane, nimba udashaka kumenya uulize mwenyewe ni mjane leo, atakwambia. Ubaza abapfakazi barakubwira. Kila siku wanasema kwao na mwanaume ni mbali, iminsi saravuga ngo iwabo y'umugabo ni kure, kwao na mwanaume ni mbali, iwabo y'umugabo ni kure. Ukimkosa mwanaume bado ungaliki mdogo, ubuze umugabo kiri muto, hauwezi ukaheshimiwa, ntabwo ushaka kubahwa. Naongea kweli au uongo? Ndiko ndavuga ukuri canke? Hautaheshimiwa, ntabwo ushaka kubahwa. Kuna heshima uko nayo leo juu uko mke wa fulani, harukuba ufite kuri umukanaka, haijalishi ni mlevi, ntacyo bitawe naho ari ngoreza, siyakuye makosa yake, ntabwo haijalishi ni kahaba, naho yo ari ndaya, haijalishi ni mtu mbaya, haijalishi anakutesa, siyakuye makosa yake, lakini elewa, kuna watu wanakuheshimu sababu uko na Bwana, kubera ko ufise umugabo. Bongo kweli? Nivyo sivyo? Kuna watu wanakuheshimu, hari abantu bakubaha, kuna sehemu unaongea unasikika, hari ahantu uvuga uko, maana mume wako angali hai, kuko umugabo akiri muzima. Mungu amchukue, utaona magumu. Maana mfate hamubone. Uliza, baza, kulikuwa na nyumba, mume akifariki watainuka kunyang'anya ile nyumba, bazohaguruka kugira ngo bayikwa. Kulikuwa na mali, mume akiondoka watakuinukia kunyang'anya ile mali, baraguhagurukira bakwambura ubutunzi. Heshima ya mwanamke, heshima ry'umugore ni mume wake, n'umugabo wiwe.
Haleluya. Amen. Na wenye hawana waume na waombea Mungu awapatie waume bora katika jina la Yesu. Mabinti ambao wako hapa Mungu awapatie waume bora katika jina la Yesu. Wajane ambao wangaliki na miaka ya kuolewa na waombea Mungu awapatie waume bora katika jina la Yesu. Mwenye angali na miaka ya kuolewa agifisi miaka yo kurongorwa haujafikisha miaka 17 utarashikana miaka 70 Mungu akupatie mume bora kwa jina la Yesu. Imana umugabo mwiza mwizina rya Yesu. Heshima ya mwanamke ni mume wake. Ishimwe ry'umugore n'umugabo wiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ona mbali sasa. Laba kure rero. Hata kama ni pumbafu mume wako. Naho umugabo wari ikijuju. Wewe muone mbali. Murabire kure wewe. Hata kama ni mpagani. Na hari umupagani. Mungu alikutia pale. Imana yagushize harya. Ili uwe msaada. Kugira ngo ubifashanyo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ilikuwa sifa ya ngapi? Yo ni shimwe rya kangahe? Sifa ya 6. Shimwe rya gatandatu. Kitabu cha Samueli huyo. Igitabo cha Samueli wa kwanza. Samueli wa mbere 25 mstari wa 19. Murongo wa 19. Sifa ya 7 ya ishimwe y'indwi ya Abigail. Ningali kuteme yangu sijatoka. Ndachari kuri ku mutwe w'ijambo yangu. Sifa njema ya mwanamke. Ishimwe giza ry'umugore. Na tunajifunza mwanamke anaitwa nani? Turiko turiga umugore yitwa nde? Anaitwa nani? Umugore yitwa nde? Na leo Mungu akufanya Abigaili katika jina. Imani kugire na barizi na inawezekana. Cyashoboka. Sifa ya 7. Ishimwe ry'indwi. Abigaili alikuwa kinga, ndio hiyo protection imekuwa. Yari urukingo. Alipomuona Daudi alishuka. Amaze kubona Daudi kutoka kwenye punda. Alikudogoa. Alimwangukia kifudifudi. Yaraguye hasi. Huyu Abigaili. Sio kwamba alianguka kwa Daudi juu ya kumuonesha kama ni mtiifu sana. Uko yaguye kuri Daudi kugira ngo amwereke ko ari uwumvira. Ndani yake mulikuwa unyenyekevu. Ariko muri we harimwo guca bugufi. Na siku zote unyenyekevu unatembea na utiifu. Imisi yose guca bugufi bigendana no kumvira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alikubali kujinyenyekeza. Yemeye guca bugufi. Na kunyenyekea. No guca bugufi. Daudi asiingie kwa Nabali. Daudi ntinjire kwa Nabali. Iko katikati. Yari hagati. Nabali iko nyumbani. Nabali ari muhira. Daudi anakuja. Daudi ariko araza. Abigaili katikati. Abigaili hagati. Wewe ushaka mproteger mara ngapi bwana? Bega umaze gukinga umugabo wawe kangahe? Ulishamproteger mara ngapi? Bega umaze kumukinga kangahe? Mume wako anaweza fanya magafi. Umugabo ashobora gukora amakosa. Anaweza kula madeni. Ashobora kurya madeni. Akashindwa kulipa. Akananirwa no kuriha. Wakaja kumtafuta. Bakaza Haleluya. Amen. Anaweza kuambia mtu akija umwambie kama siko. Ashakubwira ngo umuntu ni azumubwire ko maana haujui mambo yake. Uko ntabwo uzi. Lakini mtu akija ariko umuntu alisema yavuze niseme haiko. Vuga ngo nta uhari lakini ariko iko ndani. Ari ndani. Nibiki. Mambo yenu mtajijua huko. Isani mlimenya. Mimi sikikuingilia. Ntabwo ndazi. Ona toka nje wanakutafuta toka nje. Wewe ndio unatafuta. Ona iko ndani. Ari ndani. Ukutane ule ndani. Mstari hadi ndani. Alikwambia uambie si. Yakuki wabie mu. Hata kama ni katili. Na hari umuntu mubi. Wewe sasa uprotection kwanza. Usigabe mukingire. Alafu utafuta muda wa kuongea naye. Maana wewe ni msaidizi. Uko umufasha. Labda utamsaidia. Ushobora kumufasha. Labda hizo pesa yeye hana wewe uko nazo. Kupata yafite ubuya. Unamuokoa njia moja. Kuchungura mu nzira. Ndio maana ninapinga mwanamke ambaye hafanyi kazi. Sio kitu wazee pingu mugore adaficha maisha ya leo. Makuru moja tafuta na mume atafuta. Rondera no mukabaronde. Ili muweze kujazana. Kugira ngo muzi. Anaweza kuwa anapungukiwa huko. Kubayaga wanukiwe hapa. Wewe mwanamke msaidie na umuhimu. Nao mugore mufashe. Bwana tusaidie. Amen. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Amen. Sifa ya 7 ya Abigaili. Ishimwe jingi ya Abigaili. Alikuwa protection kwa mume wake. Yari ukigo umugabo wiwe. Samueli wa kwanza. Samueli wa mbere sura yake 23. Samueli wa 5. Mstari wa 23. Mungu wa 23. Sifa ya 8. Niko naenda kumaliza. Kurangiza. Sifa ya 8. Ishimwe na Abigaili. Alijua kusiri. Yamenye kwinginga. Alijua kubembeleza. Yamenye kuhendahenda. Katika maneno yake. Mazambo yiwe. Alijua kubembeleza. Yamenye kuhendahenda. Alijua kuongea kwa upole. Yamenye kugani. Aliomba kwa ajili ya mume wake. Yarasenze kubw'umugabo wiwe. Na familia yake. N'umuryango wiwe. Kwa shauku kubwa. Nkomezi zidasanzwe. Alijitahidi kufanya yote iwezekanayo. Ibishoboka byose. Ili Daudi asiingize mauti mu kugira ngo Daudi ntiyinjize urupfu mu nzu yiwe. Haleluya.
Haleluya. Amen. Tunahitaji wanawake ambao wanajua kuongea maneno ya upole. Dukeneye abagore bazi kuvuga amajambo. Mungu linasema ateka maneno ya upole yanatuliza hasira. Abigaili aliongea na Daudi kwa kumsihi, na katika maneno ya kumsihi hasira yote Daudi alikuja nayo ili aweze kuangamiza. Ametulia. Nimekwambia hakuna mwanaume mgumu mbele ya mwanamke. Hakuna. Wakati Mungu amemwambia Adamu, matunda yote ya bustani usiweze kula, nyoka ilipita kwa nani? Nyoka ilipita kwa nani? Kwa nini hakupita kwa mwanaume? Alijua kama mwanamke ni mlaini. Mwanamke ni mlaini. Kudanganyika ni mlaini. Na kukubali ni mlaini. Hata ndani ya kanisa wanaookoka wengi ni wanani? Wanaookoka wengi ni wanani? Wanaoanguka wengi ni wanani? Wanaokwenda kwa manabii wa uongo ni wanani? Wanaodanganywa ni wanani? Bwana tusaidie. Zipo nguvu ndani ya mwanamke. Akijielewa atazitumia vizuri. Asipojielewa atazitumia vibaya. Hawa hakujielewa. Eva hakujielewa. Akatumia nguvu vibaya. Abigaili amejielewa. Maneno yake. Kumbe kuna maneno. Unaweza kumwambia mtu alikuja na waka anatulia kama maji mengi. Unaongeaka aje? Maneno yako yanaweza kubadilisha hasira kuwa upole. Au yanaweza kufanya hasira ikawaka tena. Bwana akupatie maneno ya upole kwa jina. Bwana akuwezeshe kuongea vema katika jina la Yesu. Kuna mtu anaweza kuwa anataka kuongea hata ndani ya baraza anaongea, aliongea maneno mazuri, lakini kwa aliyasema vibaya anakosa kusikilizwa. Na ni maneno mazuri lakini hakujua kuyapanga, hawamsikilizi. Lakini mwingine anaongea madogo, anayapanga kwa muda, wala msikilizi. Bwana kwanza sura ya 25 mstari wake wa 24. Sifa ya 9 ya Abigaili. Abigaili aligeuka muombaji kwa Daudi. Sifa ya 9. Alimuomba Daudi asiangalie tabia ya mume wake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abigaili. Kuna mwalimu mmoja niwahi kusikia. Iko na mkonda Abigaili. Alimpanaka mume wake mikono ya Daudi. Kila mtu kwa jinsi anaelewa ufunguo wa hili neno la Mungu. Abigaili alimpana mume wake mikono ya Daudi. Lakini Biblia inaniambia kwamba Abigaili hakumpana mume wake mikono ya Daudi. Hakumpana. Abigaili alimprotege na mikono ya Daudi. Abigaili alimwambia Daudi, akamuonyesha kwamba asiangalie tabia za Nabali. Na akamwambia, wewe mimi najua kama mume wangu ni pumbavu. Na analalaka na upumbavu wake. Analabuka na upumbavu wake. Chenye na kuomba, mimi ningekuwa pale, wale watumishi sala nikuja, mimi ningekuwa pale, ningewaserviri. Kwa sababu sikukuwa, ndio maana yametokea haya. Na usii sasa, usimwaje damu. Alichangia kuua hapo. Alichangia kuokoa. Haleluya. Amen. Aligeuka muombaji kwa Daudi. Akamuomba Daudi atende mema, sio kutenda mabaya. Maana alielewa kama Biblia inatuambia ushinde ubaya kwa wema. Kwa wengine useme alikuwa mpatanishi. Mume wake haiko mpaka pale mume
wake haiko. Na hajui kinachoendelea. Abigaili njoo kumtega. Anamsi. Anamwambia. Usimwage damu. Najua kama mume wangu ni mimi ningekuwa haingetokea. Wanawake wa siku za leo. Ndivyo ilivyo kwetu. Au tunafanyaka tunasaidia mabaya kuingia ndani ya nyumba. Kumbe anaweza kosea. Ni kweli amekosea. Sijui kwa nini leo ninasemea wanaume sana. Wanawake sijui kwa nini ninasemea wanaume sana. Hao baba tunaitiwa kuwalinda. Tangi hapo mwanamke ni mlinzi. Haleluya. Haleluya. Hawa wakitoka pembeni. Hatuna badele. Hatuna badele. Lakini tunaweza kuwalinda hata kama walifanya makosa. Sisi tunaitiwa kuwalinda. Baba Yesu waingie. Tuko pamoja. Bado mnanielewa lakini. Kuna mwanamke anapokea kitu. Mungu akusaidie wewe Abigaili katika jina la Yesu. Sifa ya 10. Ishimwe ry'icumi ya Abigaili. Hii sifa ya 10 ya Abigaili. Ishimwe ry'icumi rya Abigaili ilikuwa ya kiroho sana kuliko zile zote za mwanzo. Yari yimhemu kurusha zige zindi zose za mbere. Hii mimi naweza nikasema inosha kuvuga ilikuja kufunika zile 9 ambazo tumekwisha kujifunza. Yaje gutwikira zige 9 twavuze. Kwa sababu hii kuko iyi inaonyesha igaragaza Abigaili alitoka katika mambo yanayoonekana ya kimwili, yavuye mu biboneka akaongea katika mambo ya kiroho, aganira ivy'imhemu. Sifa ya 10 ishimwe ry'icumi inasema hivi, Abigaili aliona kwamba yabonye yuko Dawidi jinsi Nabali amemuona, ukuntu Nabali yamubonye sio ndo jinsi yeye amemuona, siko we nawe yamubonye. Kumbuka Ibuka alikuwa ameshapakaliwa mafuta, yari yamaze gusigwa mafuta kwamba atakuwa mfalme, yuko azoba umwami, lakini alikuwa bado hajawa mfalme. Ariko ntabwo yari yabwabe umwami. Hello. Alikuwa bado hajawa mfalme. Ntabwo yari bwabe umwami. Alikuwa bado hajamiliki kwa sababu Sauli alikuwa bado angali hai. Yari bwaganze kuko Sauli niwe yarakiganje. Abigaili hakumuona kama Daudi. Yamubonye nka Dawidi. Kwa sababu alijua kama huyu ni mpakali wa mafuta wa Bwana. Kuko yamenye ko yari wasizwa mafuta y'Imana. Alimuona kama mtumishi wa Mungu. Yamubonye nk'umukozi w'Imana. Haleluya. Amena. Mungu atupatie macho ya kuona watumishi wa Mungu. Maso yo kuona wakozi w'Imana. Na kuwapatia heshima. No kububaha. Haleluya. Amena. Abigaili hakumuona Daudi kama Daudi. Yabonye Dawidi nka Dawidi. Alimuona huyu ni mpakali wa mafuta wa Bwana. Yabonye ko wasizwa mafuta n'Imana. Mume wangu umugabo wanjye alizungumuza, hakujua anatuma message kwa nani. Yamenye harungise ubutumwa. Siitiwi kuongea na Daudi kama Daudi. Ntabwo mpamagariwe kuvugana na Daudi. Mimi naitiwa kuongea naye kama mpakali wa mafuta wa Bwana. Mpamagariwe kuvuga. Acha nigeuze usemi. Alimuona kama mchungaji, alimuona kama kuhani, alimuona kama anamwakilisha Mungu pale alipo, ikamfanya aongee mambo ya kiroho. Mungu akufungue macho katika jina la Yesu. Kuna watu unatumika nao ndani ya kanisa, Bwana alishakawaweka wakfu. Pengine ni kiongozi wako, pengine ni mchungaji wako. Hauna haja ya kuteta naye, hauna haja ya kubishana naye. Heshimu mtumishi, ubaha umukozi w'Imana. Amena. Haleluya. Amena. Mimi nashangaa na wamama. Ndatangazwa na bamama. Anajidolea tupende kuita mchungaji wake mujina ya roho. Agamagara umungere wiwe muizina ngo Emezi. Mbega ninde yakuroze? Unaitiwa Deliverance. Wewe ukenewe Deliverance. Ni mchungaji wako. Umwungere wawe. Na ujue kumzoea. Ntago ukenewe kumumenyera. Haujui kutania naye. Nuhamagariwe kumukinisha. Yeye anaweza kukutanilisha. Ashobora kugukinisha we. Lakini wewe usimtanilishe. Ariko we ntumukinishe. Si ni kweli? Sivyo none? Ni mchungaji wako. Numwungere wawe. Anakesha kwa ajili yako. Akesha kubwawe. Anaomba kwa ajili yako. Asenga kubwawe. Halali kwa ajili yako. Ntabwo aryama kubwawe. Anakupandisha mbele za Mungu. Akuzamura imbere y'Imana. Sio mtu wa kawaida. Ntabwo ari umuntu asanzwe.
Tuheshimu watumishi wa Mungu. Kubaha abakozi b'Imana. Abigaili aliheshimu mtumishi wa Mungu ambaye ni Daudi. Abigaili yubashe umukozi w'Imana. Alionyesha kwamba Daudi yagaragaje yuko Daudi hautakiwi kulipisha kisasi mwenyewe. Ukenewe kwihora. Bali kisasi muachie Mungu. Alikukwihora n'ukw'Imana. Alijua kama bientôt anaenda kuwa mtawala, anaenda kuwekwa wakfu kwa ajili ya kazi. Mumisi zoza azoshigwaho ku mikono yake haipashi kugusa damu. Ibiganza byo ntabwo byari bikenewe gukora. Mikono yake haipashi kuua mtu. Ibiganza byo ntibikenewe kwica. Hapashi kurudisha mabaya kwa mabaya. Hakenewe kugaruza ibibi. Hata kama mume wangu ndiye alikosea, umugabo wanje ari akosheje, mtumishi wa Mungu, mkozi w'Imana, umuone kama pumbafu, muone ko ari ikijuju, usilipize ubaya. Ntiwirishuze ikibi. Kwa wengine usemi, mu yindi mvugo, alikuwa mshauri mwema, yari umuhanuzi mwiza. Haleluya. Amen. Bwana akufanye mshauri mwema katika jina la Yesu. Umuhanuzi mwiza mu izina rya Yesu. Ujue kuheshimu watumishi wa Mungu. Umenye kuba abakozi b'Imana. Unaweza kuwa hata unamzidia umri. Ushaka kumurusha imyaka. Mungu anainua anayetaka. Imana ishira hejuru ushaka. Unakutana mama kiongozi wake ni mtoto ambaye iko sana mtoto wake wa mwisho. Ugasanga mama mrongozi ngara n'umwana wa. Lakini anajidonipi ni kuwa naongea naye. Ni kari kuvuga. Wewe unaweza sema mbele yangu. Wewe uvuga imbere yangu. Chuko unaniongoza. Wewe uko samu mkazana wangu. Meze nk'umukazana. Wewe uko samu mtoto wangu wa mwisho. Meze nk'umwana wanje wa mwisho. Ona vile niko njia kanisa. Biriya ni hali ya hanze ishengero. Ukishapotea tu njia unaingia kuuongozi wake. Maze kuzimira ukinjira mu ishengero. Unaitiwa kumheshimu. Uhamagariye kumwubaha. Jinsi alivyo kote. Uko ari kose. Unamuzidia umri. Umurusha imyaka. Anakuzidia uongozi. Akurusha uburongozi. Amena. Unamuzidia pesa, umurusha amafaranga, anakuzidia neema, akurusha ubuntu. Mungu alimpatia neema akakuongoza. Imana yamuhaye ubuntu kugira ngo akurongore. Bali ile neema yake, emera ubuntu bwiwe, uongozwe na yeye, urongogwe nawe. Mungu aliyemweka mbele zako, Imana amushize imbere yawe. Akiona heshima yako kwake, yabonye ishimwe rye, atakuheshimishaka na wewe, azokubahisha nawe. Amena. Wa viongozi wa mama pole. Abarongozi wa mama pole. Abarongozi wa mama pole. Wamama wanakujaka wote. Abamama baraza bose. Wanakuwaka wengi. Baba benshi. Wengi sana. Benshi cyane. Na ukiuliza wale ambao hawafiki, ubajije abatashitse, ni kutokuheshimu kiongozi, kutemera umurongozi. Nicho tu. Nicho gusa. Alisema yavuze. Si ndo anasema. Si wavuze. Ataingia yeye peke yake. Arinjira wenyene. Wa viongozi wa mama. Abarongozi wa mama. Saluti. Saluti. Ukiweza kuongoza wa mama, ushoboye kurongora wa mama, mbingu unaingia bila kulia. Ijuru zo kwinjira utarinze kurira. Ukiresure kuongoza wa mama, ubashije kurongora wa mama, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa kabiri, mwaka wa gatatu, mwaka wa 9, mwaka wa 10, mwaka wa 10, niko kwenye madhabahu, ndi hano ku gicaniro, mbingu unaingia, ijuru rinjira. Nimewaambia tunafanya nini? Tunaweza. Turashoboye. Wamama tunafanya nini? Abamama tugize iki? Kulilisha viongozi tunafanya nini? Kuriza abarongozi. Kusumbua viongozi tunafanya nini? Kugora abarongozi. Tunaweza. Turashoboye. Kuwalilisha viongozi wetu. Kumaramaza abarongozi bacu. Tunaweza. Kuwalilisha. Wanakuja nyumbani wanafurahi, wakitoka kanisani wanalia. Tunaweza. Turabishoboye. Tunaweza. Turabishoboye pe. Alafu kudana mwanamke mwenye iko safiri yenye kama ni ngozi ya kiboko yenye hivyake, ugasanga umugore ameze nk'urushato, asiyeweza kutambua uungu wa kimungu ndani ya kiongozi wake, adatahu ubumana buri mu murongozi wiwe, hata kumuomba msamaha hawezi, no kumusaba imbabazi ntashobora. Unashangala kiongozi, ugatangara umurongozi, jana mkimbia nyuma, ariko aramwiruka inyuma. Mwewe ya mafiki yake, mwewe mafiki yake, bishani fikia. Mimi nakimbia nyuma mwenye alinitukana, nkiruka nyuma y'abantu, nakimbia nyuma mwenye alinichafua, nkiruka nyuma y'abanchafuje. Nisamee, babarira, rudia mkazi ya Mungu, garuka mu gikorwa. Yenjo mwenye kosa ni wafisa makosa, nisamee, babarira, rudia mkazi ya Mungu, garuka mu murimo. Kisha anachigamba sasa, agacha yigamba, alinitafuta, yarandondeye. Basi ningekuya. Basi nari kuza. Alinikutana kwangu. Yasanzi wanje. Ange nikuta kwangu. Yatansangi wanje. Singekuya. Sinari kuza. Mungu awepushe na hiyo roho katika jina. Imbani batandukanye yo muhemu mwizina rya Yesu. Awapatie roho ya kuheshimu watumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Kubaha. Bwana awapatie roho ya kuheshimu watumishi wa Mungu kwa jina la Yesu.
kubaha abakozi b'Imana. Awaondoe miongoni wa mama wasumbufu katika jina la Yesu. Ukimheshimu kiongozi wako, ni wubaha umurongozi wako, programu za kanisa hautasukumwa. Ingorane zo mwishengero hautakuwa sharete. Ukimheshimu kiongozi wako, ni wubaha utapenda kushiriki pamoja na wengine. Uzokundana kubana nawe. Ukimheshimu kiongozi wako, ni wubaha umurongozi wako. Akisema utakuja saa 9, avuze nguraza saa 8:30. Maana upendi kumsumbua. Kuko nushaka kumugora. Bwana kufanya mtiifu kwa jina la Yesu. Imani kugira uwumvira mu izina rya Yesu. Uwe mke mwema katika jina la Yesu. Umugore mwiza mu izina rya Yesu. Ujue kuheshimu watumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Hata ni mtoto kwako muheshimu. Na hari umwana wawe mwubahe. Mungu ndiye alimutia mbele zako. Imana ndiye yamushize imbere yawe. Haleluya. Amen. Abigaili aliheshimu mtumishi wa Mungu. Abigaili yubasha umukozi w'Imana. Samueli wa kwanza. Samueli wa mbere. Sura 25. 25. Mstari wake wa 26. Murongo 26. Hiyo Samueli wa kwanza. Samueli wa mbere nyene. Sura 25. 25. Mstari wa 30. Murongo 30. Ya mwisho. Ya nyuma. Tumalizie hapa. Turangirize hano. Maana usiku unaingia. Kuko burije. Umeshaandika? Wamaze kwandika. Acha nikupatie tena kumbukumbu la Torati. Dikanda gusubira mu vyagezwe. Sura ya 32. Igice cha 32. Mstari wake wa 35. Murongo 35. Nakupatia tena Warumi. Abaroma. Sura ya 12. Igice cha 12. Mstari wa 19. Murongo wa 19 hadi 20. Kugeza kuri 20. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nakupatia tena Samueli wa kwanza. Ndagwa kandi Samueli wa mbere. Sura 25. Igice cha 25. Mstari wake wa 27. Murongo wa 27. Sikia sasa ya mwisho. Mviriza leo ya nyuma. Ili tumalizie hapa. Kugira ngo turangirize hano. Abigaili ametumika katika yale mambo 10 ambayo tumezungumza. Abigaili yakoresheje ibya 10 twavuze. Ya 11. Ya 11 rero. Ambayo ni ya kumalizia. Aliyo turangirizamo. Tunasikia jibu la Daudi. Twumvise inyishu ya Daudi. Ndipo pale tulisoma. Niho twasomye. Samueli wa kwanza. Samueli wa mbere. 25. 25. Mstari 32. 32. Naye akamwambia Abigaili, na wabwira Abigaili, na imidiwe Bwana wa Israeli, na shigwe hejuru umwami wa Israeli, ambaye amekuleta hivi leo, yakuzanye uno munsi ili uweze kunilaki, kugira ngo nsanganire. Kwa shukrani Daudi alikiri kwa busara iliyokuwepo ndani ya Abigaili. Kwishimwe yatuye. Neno la mwisho, ijambo rya nyuma, ni hoja, ni jibu la Daudi kwa Abigaili. Ni nyishu ya Daudi kwa Abigaili. Sijui kama unanielewa. Sinzi kuntahura. Niko naongea na wewe mtafsiri. Uko unanielewa jinsi niko naongea? Ndio. Jibu la Daudi. Inyishu ya Daudi kwa Abigaili. Kuri Abigaili. Lilikuwa ni shangwe. Byari umunezero. Lilikuwa ni kicheko. Byari urutwengo. Lilikuwa ni furaha. Byari umunezero. Maana Abigaili, kuko Abigaili alikuwa kinga. Byari urukingo. Aliprotege. Yarakinze. Alikubali kusihi. Yemeye aliongea kwa maneno ya upole. Avuga majambo yoheje. Daudi haiko namwangalia huyu mwanamke. Alikorara uwo mugore. Anasimama katikati ya migogoro. Ahagaze hagati ya matatu. Ndipo hapa alisema. Niho yaciye avuga. Kwa haya maneno ambayo nimesema Samueli wa kwanza. Haya majambo navuze Samueli wa mbere. Sura 25. Mstari wa 32. Daudi akamwambia Abigaili. Daudi abwira Abigaili. Na imidiwe Bwana Mungu wa Israeli. Na ashigwe hejuru ambaye aliyekuleta hivi leo. Yakuzanye uno munsi. Mstari wa 34 unasema. 35 uravuga. Na ibarikiwe busara yako. Kandi uhezagirwe ubwenge bwawe. Na ubarikiwe wewe uliyenizuia hivi leo. Uhezagirwe wewe nisimwage damu. Wala kujilipiza kisasi. Kwa mkono wangu. Nani alimzuia Daudi asimwage damu? Ninde yaziwe Daudi ntasesa amaraso? Ninauliza, nani alimzuia? Mbega ninde yazibiye? Abigaili alikuwa mwanaume, alikuwa mwanamke? Abigaili ali mugore cyangwa umugabo? Sasa nani alimzuia Daudi asimwage damu? Ninde? Mwanamke. Umugore. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Kumbe una uwezo wa kuzuia mabaya yasiingie ndani ya nyumba yako. Kumbe ubushobozi bwo kuzibira. Una uwezo wa kuzuia mabaya yasiingie ndani ya kanisa lako. Ubushobozi bwo kuzibira ibindi. Una uwezo wa kuzuia mabaya yasiingie ndani ya familia yako. Ubushobozi bwo kuzibira ibindi. Mungu aliweka hizo nguvu ndani yako. Imana ashize imbaraga. Inakuomba tu ujijue. Ni ngombwa witahure. Inakuomba tu ujielewe. Witahure gusa. Kwenye upo wewe mwanamke. Ahuri wewe wa mugore. Uko mlinzi. Uri umushibani. Kwenye upo wewe mwanamke. Ahuri wa mugore. Mungu alikuleta kwa kusudi. Hata kama ya kuhusu. Usiruhusu adui ashambulie nyumba yako. Simama na uzuie. Kinge. Hata
kama ya kuhusu ndani ya kanisa lako. Usiruhusu adui aingie kusambaza kanisa. Mungu alikuleta kwa kusudi. Kwa mikono yako, kwa busara yako, unaweza kuzuia damu isimwagike. Kama mwanamke huyu aliweza, na wewe unaweza. Na wewe unaweza. Kuleta amani unaweza. Kuleta furaha unaweza. Kupatanisha unaweza. Kuleta suluhisho unaweza. Bwana akuwezeshe kwa jina la Yesu. Baada ya shangwe ya Daudi kumsifia Abigaili, katika sifa njema ya mwanamke. Sifa njema ya mwanamke. Ishimwe ryiza ry'umugore. Baada ya shangwe ya Daudi, inyuma y'ishimwe ya Daudi, kumsifia Abigaili, ashimagiza Abigaili. Ona matokeo sasa. Raba ingaruka rero. Ona marudio. Raba ingaruka. Nabali tujuru iko nyumbani. Nabali aracyari muhira. Analala. Araryamye. Hajui kinachopitika. Ntazi biriko birarengana. Na huko mke wake iko napambana. Ariko aragwana. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Huko mke wake, umugore wiwe ariko aragwana. Umugore wiwe ariko arahuza. Umugore wiwe ariko arazana amahoro. Azibira amaraso ntaseseke. Inyuma ya Dawidi gushima ubwenge bwa Nabali. Abigaili asubira muhira, asanga umugabo w'imboregwa yaborewe. Ntazi biriko biraba, kuko yari umugore w'ubwenge. Yamenye umwanya ntabwo ashobora kuvuga, yaracecetse. Arondera umwanya ukwiriye. Umugabo ashobora kuba ari mubi, ariko menye ibyo kuvuga. Majira gani ili uweze kuisha kama wewe ni msaidizi. Haleluya. 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 Abigaili baada ya kuokoa, inyuma yo gucungura, Imana yarihoye. Dawidi ntabwo yishe Nabali, ariko Imana niyo yishe Nabali. Imana ibonye uri mu nzira nziza, umugabo atagutahura, inzira z'Imana ziruta igihumbi. Ashaka kumutwara, nawe ukisanga uhisigaye hagati. Izina ry'Imana ntibonekare. Nabali yari mubi, yari umukibrandero, yari umuntu atacamaze. Daudi yakusika, Mungu akasimama kati, Mungu akatatua kesi. Na mambo yakawa shwari. Mwanamke unaweza kuleta amani, unaweza kupatanisha, unaweza. Na nyuma yako Mungu iko. Akiona katika haki, kisasi ni cha ukwihora no kwingana. Arihora. Wewe ni mbali. Wewe warahezagiwe. Nisikie, usiende mbali nami, usiniache Mungu wangu, Mungu wangu. Imba tena na mimi, ulisema nikuite. Hivi leo nakuita, nisikie, usiende mbali nami, usiniache Mungu wangu, Mungu wangu. Nataka ujiombee, nataka ujiombee. Najua vita gani unakabilia nayo. Wewe unajua majaribu gani na kukabili. Mungu alikuleta kwa kusudi. Anataka sifa njema ya maisha yako. Uwe mwokozi, uwe mtetezi, uwe kinga, uwe protection kupitia wewe. Damu isimwagike.
Funga macho tuombe. Sema Bwana Yesu. Sema nami Bwana Yesu. Sema kwa sauti ya nguvu Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Natamani unisaidie. Unifanye kuwa Abigaili kwa kipindi hiki cha jioni. Niwe msaada. Niwe protection kupitia mimi. Damu isimwagike kupitia mimi. Maadui wapatane kupitia mimi. Shida zitatulike. Naomba unisaidie. Unifanye mpatanishi. Unifanye mpatanishi kwa karne hii ya jioni. Bwana unisaidie ndani ya ndoa yangu. Niwe mpatanishi. Ndani ya kanisa langu niwe mpatanishi. Nisaidie kuwa na tabia njema. Nisaidie kuwa na sifa njema. Kupitia mimi mauti igeuke uzima. Kupitia mimi waliolia wacheke. Kupitia mimi walioonewa wasaidike. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Karibu kwa maombi ujiombe. Karibu kwa maombi. Karibu kwa maombi ujiombe. Karibu kwa maombi.